Nidhamu na jitihada kama ni vitu ambavyo vinategemeana. Ili uwe na jitihada lazima uwe na nidhamu. Ili uwe na nidhamu lazima uwe na jitihada. Ni vitu ambavyo vyote vinategemeana. Ili ufanikiwe, kama ni unakuwa mwanafunzi, cha kwanza kuwa msikivu. Unakuwa msikivu. Cha pili, ina maana ndio ule usikivu wako kila unapokuwa ukisikia, ina maana ni unaongeza jitihada. Kwa ni kitendo cha kuwa na nidhamu na ukajitahidi. Basi wewe kama kuna kitu ambacho uko unakiendea, utafanikiwa. Utafanikiwa sana. Kwa nini watu wengi huacha ndoto zao wakakutana na changamoto mbalimbali za kimaisha? Iko hivyo kwa sababu ukiwa na changamoto na ulikuwa unakiendea kitu fulani, kuna kukata tamaa hapo sasa. Yani ile mbona napambania kitu fulani lakini hicho unachokipambania bado kinakuwa na changamoto. Hicho unachokipambania kinakuwa na changamoto. Kama kunakuwa na malipo ya ada, unakuwa hauna ada, ina maana nayo pia changamoto. Kama kunakuwa na malipo yoyote, ina maana inakuwa changamoto hiyo. Na kama una matatizo, umepata matatizo tofauti na kile unachokipambania, ina maana yale matatizo yamesababisha wewe zile ndoto zako zisitimie. Yani kogo hivyo. Kombolela imekupa thamani gani kwenye harakati zako za uigizaji? Kombolela naishukuru sana. Nimefanya kazi nyingi, lakini Kombolela sasa hivi imenisababisha, yani faida kubwa niliyoipata mimi, kwamba kila kona vidole vya watu unakuwa vingi. Huyo si ule zipe. Yani sampuli hizo yani. Kwa hiyo kokote kule ninapoenda kwa sasa hivi, hata nikienda mimi sehemu, watakuwepo wasanii wakubwa wa kila aina. Lakini wale wasanii wakubwa wakiniona mimi tu, kwa wenyewe si ndio ushikaji huyu? Si ndio huyu hapa ushikaji. Kwa hiyo unaweza kukuta muda mwingine na mambo ya kuomba picha. Unaweza kukuta mimi naenda sehemu naomba picha mimi tu. Kwa sababu watu sijui kwa nini nimefanya nini. Hata mimi mwenyewe nataka nikuulize, huu muonekano ulifikiria kitu gani? Yani kuwa na muonekano huu wa nywele. Yani mimi kuwa na muonekano wa nywele, kwa kweli mimi ndio asili yangu. Mimi sijawahi kukaa bila manywele. Na hata nikinyoa leo, basi hizo zitakazoenda kuota ndio zinaota hizo. Sio kwenda tena saluni yani. Basi tu ni mvivu nafikiri kwenda saluni. Kunyoa. Muonekano huu unakutengenezea sifa gani kwa sanaa uliyokuwa nayo? Muonekano huu kwa kawaida, kwa maisha ya kawaida, kama anatokea mtu mbele yako hivi, anakupisha kwanza. Anaogopa. Wapo nishapishwa mara nyingi tu. Yani upite wewe. Nipiche mimi kwanza. Lakini baadaye akija, kama akienda sehemu akipita ndani kuna mtu mmoja mbili tatu, hilo kolo hilo umeliogopa bure tu. Anaambiwa kabisa umefeli. Umeogopa yule? Chote mweupe wa shuka. Yani hivyo tu. Wakati mwingine muonekano unaweza ukaondoa gani labda? Unakuondolea sifa mbaya, kama mimi hivi.